Kama unavyoona mahindi haya yamepandiwa na mbolea ambayo ni DAP, tunaiamini, lakini ukiangalia sasa kwenye uhalisia si DAP sahihi. Tunashindwa cha kusema kwamba je, zimepitia kwenye serikali na kiwango kilichopo kwenye mbolea hizi zinatosheleza? Ndo mbolea hizi unazoziona sasa, mahindi ndo haya, unahitaji ulee familia, usomeshe watoto. Sasa utasomesha watoto kwenye eneo kama hili? Ukifungua ule mfuko unakuta ndani kuna mawe kidogo, ni mchanganyiko, mara iko kama majivu. Baada ya kuona changamoto hii, wakulima hawa wanatoa mapendekezo na ombi lao kwa serikali. Sisi tunaomba serikali tukiwa chini ya mama yetu Samia atusaidie kudhibiti hizi mbolea. Watu wake huku chini tutakufa. Mbolea ni feki, mahindi ni feki, tutaishije maisha? Na hela ukipata ukisema ninunue mbolea unakuta ndio hivyo, ni manjingu. Iwahishe kutuletea mbolea. Yaani mbolea serikali situtegee kuanza kuleta mbolea mwezi wa 10. Yaani ni bora tuanze kununua mbolea iletwe kuanzia mwezi wa 6, wa 7. Na mwaka huu pia tumenunua mbolea ambayo haiko kwenye kilogramu ile 50. Yaani tumenunua chini ya hapo, wanachakachua ile mifuko wanapunguza. Ukienda kupima unakuta badala ya kilo 50 unanunua 40 na mpaka 30. Lakini je, mamlaka zinasema nini kuhusiana na hali hii? Afisa kilimo wilayani Mbozi George Nipopwacha amekiri ofisi yake kupokea malalamiko kutoka kwa wakulima, ambapo amebainisha kuwa tayari uchunguzi umeanza. Kweli hapo malalamiko juu ya ustawi wa mazao mashambani baada ya upandaji, wengi wakitupia lawama kwenye ubora wa mbolea, lakini kama idara baadhi ya maafisa ugani wameripoti juu ya tatizo hilo, na kitu kikubwa tunachokifanya sasa kufanya uchunguzi kwamba je, tatizo liko kwenye mbolea, na kama ni mbolea ni ya kampuni gani. Lakini cha msingi tunaomba ushirikiano wa wakulima kutoa uthibitisho, na moja ya vithibitisho ni vifungashio vya mbolea pamoja na risiti ambazo zitatuthibitishia kwamba alinunua mbolea ambayo inalalamikiwa. Aida Matthew, Clouds, Songwe.